Ili kutekeleza vipaumbele vya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi zilizo chini yake kwa mwaka 2025-26 kwa kuzingatia kazi na majukumu ambayo nimeyataja hapo juu, ninaomba bunge lako tukufu lipokee, lijadili na likubali kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 148,629,961,000 kwa mgawanyo wa shilingi bilioni 122,122,685,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 26,507,276,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa mchanganuo wa kimafungu kama ufuatao. Fungu 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, matumizi ya kawaida shilingi bilioni 22,392,185,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo shilingi bilioni 15,475,308,000. Na jumla kwa fungu hili namba 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ni bilioni 37,867,400,093. Fungu 66, Tume ya Taifa ya Mipango, matumizi ya kawaida, tunaomba kuidhinisha shilingi bilioni 39,155,369,000. Na matumizi ya kawaida miradi ya maendeleo, matumizi ya miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9,361,200,077. Jumla kwa fungu hili la 66 Tume ya Taifa ya Mipango, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 48,506,600,046. Fungu la 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, matumizi ya kawaida, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 60,585,100,031. Matumizi ya miradi ya maendeleo, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 1,670,600,091. Jumla kwa fungu namba 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, tunaomba kuidhinishiwa jumla shilingi bilioni 62,255,800,022. Kwa jumla kuu, Mheshimiwa Spika, matumizi ya kawaida ni bilioni, kama nilivyosema, bilioni 122,685,000, na matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 26,507,276,000. Jumla inakuwa bilioni 148,669,961,000. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ya mwaka 2025-26 tumeyaonyesha kwa kina katika ukurasa wa 57 hadi 63 kwa kitabu ambacho tumewasilisha. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka kwamba Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imetekeleza kwa ufanisi mkubwa mpango na bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako tukufu kwa mwaka 2024-25. Mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mpango wa bajeti hii ni pamoja na kuratibu kwa ufanisi maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo, kuongezeka kwa idadi ya miradi ya uwekezaji na kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, tangu iingie madarakani serikali ya awamu